Bwana Yesu apewe sifa. Tunao kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameendelea kwa pamoja nasi katika maisha yetu. Ukweli ni kwamba tokea asubuhi hadi jioni hii Mungu wa mbinguni ameendelea kuwa mwaminifu katika shughuli zetu na kuendelea kushikilia uhai wetu. Lengo la kushikilia uhai wetu ni kwamba tuzidi kumtukuza na kumsifu yeye kwa sababu anastahili kutukuzwa. Leo ikiwa ni Septemba 25, nipende kukaribisha katika kipindi kingine tena cha kujadili lesoni yetu ya juma hili. Kabla tujaendelea, basi tuombe. Baba yetu, rafiki yetu, jina lako litukuzwe sana. Tunapoenda kuangalia na kujifunza juu ya lesoni yetu ya siku ya leo, tunahitaji uwepo wako sasa. Roho wako Mtakatifu aseme nasi. Somo ambalo tutakayojifunza siku ya leo likalete badiliko kubwa katika maisha yetu kwa ajili ya ukuu, uweza na utukufu wa jina lako. Asante Baba kwa sababu uko pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Ni katika Yesu Kristo, amina. Somo letu la leo linasema Yesu alifanya maskani pamoja na wanadamu. Yesu alifanya maskani pamoja na wanadamu. Katika kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza ile fungu la 14 anasema, Yohana sura ya kwanza fungu la 14 anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Fungu hili linatuelekeza jinsi ambavyo Mungu anamtoa mtoto wake wa pekee Yesu Kristo na kuja kukaa pamoja nasi katika ulimwengu huu. Lengo la kuja kukaa pamoja nasi katika ulimwengu huu ni kwa ajili ya kutuokoa, kututoa kutoka katika dhambini. Ambalo sasa hata somo la jana tuliangalia jinsi ambavyo Yesu anao mchakato wa kuendelea kumvuta kila mmoja kumtoa dhambini. Leo anasema kwamba kutoa binadamu kwa Yesu ni fumbo na pia sayansi ya pekee ambayo waliokombolewa watajifunza kwa umilele wote. Eti kitendo cha Yesu kutoa ubinadamu litakuwa ni somo ambalo tutakalojifunza katika maisha yetu yote tutakayofika juu mbinguni. Na hata katika mji mpya tutajifunza ili fumbo ni kwa nini alizaliwa katika hali ya binadamu. Tutajifunza hayo. Kwa shauku yangu nikupendekezee, hebu tamani kuwepo miongoni mwa wale ambao watakao kombolewa. Mtume Yohana anasema kwamba Kristo kwa kujivika mwili wetu alifunua kwamba anakaa nasi kwa namna iliyo zaidi. Yesu hapa katika mwili anafanana na Mungu wa Agano la Kale aliyekaa pamoja na Waisraeli katika hema takatifu huko Sinai na jangwani walipokuwa wakisafiri kwenda katika nchi ya ahadi. Jambo ambalo pia linanishangaza ni kwamba kitendo cha Yesu kuja kwetu inalinganishwa na kipindi ambacho Mungu alikaa na wana wa Israeli hapo zamani katika jangwa alipokuwa akiwasafirisha kuwatoa Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Hili lote linatuonyesha jinsi ambavyo Mungu ni mwenye upendo nyakati zote, abadiliki. Ndio maana kila kipindi yeye mwenyewe anakaa na watoto wake kwa njia ambazo tuliangalia, kwa njia ya wingu, kwa njia ya moto, kwa njia nyingi ambazo Mungu alitumia. Kuna muda Mungu alitumika kama njia katikati ya bahari. Hizo zote zilikuwa ni mbinu ambazo Mungu alizifanya mwenyewe kwa ajili ya kukaa na watoto wake. Lakini haikutosha, baada ya sasa sisi kwetu Mungu anamtumia mtoto wake Yesu Kristo kukaa nasi katika maisha yetu leo. Ni kwamba leo Yesu yuko pamoja nasi mahali popote ulipo. Mungu yuko pamoja nasi. Yukoje sasa pamoja nasi wakati haonekani kimwili, haonekani kimacho? Ni kweli hatuwezi kumuona kimacho, lakini Yesu yupo na pamoja nasi kiroho. Roho wake Mtakatifu yuko nasi muda wote na mahali popote tulipo. Anasema wakati wa kutoa kwake binadamu Yesu alikaa pamoja na wanadamu.
ni ridhaa isiyoweza kueleweka kiasi gani Mungu wa milele anashuka kwetu kama umoja wetu ili kutuhakikishia kwamba yeye kwa kweli ni Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Hiki kitendo cha Mungu pamoja nasi kilikuwa ni kutuhakikishia kwamba yeye yuko pamoja nasi. Katika Mathayo 18 fungu la 20 nasema, Yesu alisema kwamba ikiwa wawili au watatu wamekusanyika kwa jina lake, atakuwa papo hapo katikati yao. Kristo yu pamoja na watu wake kwa njia ya kuwepo kwa Roho Mtakatifu. Kristo anawaalika wafuasi wake kuwa katika uhusiano wa karibu naye. Bwana Yesu apewe sifa. Wito wa Kristo anatamani na sisi tuendelee kuimarisha mahusiano ya karibu na yeye kama jinsi ambavyo yeye yuko pamoja nasi. Hivyo hata Kristo anatamani sasa na sisi tumkaribie, tuwe naye katika maisha yetu, katika kazi yako, katika biashara zako, katika familia, mahali popote ulipo, hata pale galini unapokuwa ukiendesha gari lako, anahitaji uwe pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Tazama nasimama mlangoni na bisha, na mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Katika Ufunuo sura 3 fungu la 20. Ni hadi ya pekee ambayo inaonyesha jinsi Mungu anavyotuita kila siku, anavyotutafuta kila siku. Anasema muda wote yuko bize akibisha katika maisha yetu. Ndio maana muda mwingine kuna Mungu anaweza akakufanyia kitu fulani usipokuwa karibu na uwezo kaelewa. Mara nyingi unaweza akakuepusha jambo fulani, lakini kwa sababu hatuna ile tabia kukaa miguuni pake, hatuna tabia kuomba, hatuna tabia neno la Mungu, tunabaki kulalamika na kunungunika kwamba Mungu ametuacha. Rafiki yangu ni kwamba Mungu wetu yuko pamoja nasi muda wote, anatamani kutuokoa. Shauku yake ni kuona mimi nikiokolewa, ndio shauku ya Mungu. Anasema Yerusalemu mpya itashuka kutoka mbinguni hadi duniani. Na Yohana anasema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Katika Ufunuo 21 fungu la 3 inaonyesha jinsi ambavyo maskani ya Mungu ni ya pekee, ni ya kwetu. Jamani, hivi tufikirie ni upendeleo kiasi gani ambao Mungu anauonyesha, eti Mungu alipo na mimi nikakae pale. Ikiwa katika serikali za hapa duniani kuna watu tunatamani tukakae ikulu kwa rais, kuna watu tunatamani tukafanye kazi ofisini ya rais, je, ni heshima kiasi gani ikiwa tutakaa pamoja na Mungu katika mji mtakatifu ambao hakuna shida, hakuna changamoto tena, maisha yote yatakuwa bora zaidi. Anasema hakuna hekalu katika Yerusalemu mpya, katika Ufunuo 21 fungu la 2, kwa sababu mji wote ni hekalu, maskani ya Mungu. Maelfu mapana na kimo cha mji ni sawa. Hiki nakipenda sana. Eti hakutakuwepo tena na hekalu, wote tutakuwa pamoja na Yesu. Mji wote unalingana, ni mlaba. Anasema ni mlaba, atakuwa ni sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Tamani kuwepo pale. Kama ilivyokuwa kwa patakatifu katika maskani, palikuwa na umbo la mche mlaba na pande zote sawa. Kwa umilele katika ulimwengu usio na dhambi, kifo au mateso, tutakaa katika kuwepo kwa karibu sana kwa Mungu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika mji mtakatifu tutakaa na Mungu katika maisha yetu yote. Hebu tamani kuokolewa ndugu zangu. Tutamani kukabidhi Yesu maisha yetu, tumpe Yesu. Jinsi ambavyo yeye anatutafuta kila siku, yuko pamoja nasi, uhusiano wake uko pamoja nasi, na sisi tuwe na shauku ya kumtafuta. Mungu anakuita umfungulie mlango ili kusudi afanye makao ndani yako. Anatamani sana umkabidhi maisha yake. Basi tuombe. Baba mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetufundisha na kutuelekeza namna kukaa miguuni pako. Unavyotupenda kila mmoja, unafanya jitihada kuweza kumwokoa. Hivyo tusaidie Mungu wa mbinguni tukapate kuokolewa sote. Usiku huu endelea kuwa pamoja nasi, ni katika Yesu Kristo. Amina.